Yeah, welcome on board. This is Habari 254 where we discuss issues. By the way, hii issue ya jamaa huyu ambaye ni raia wa Russia, sijui wewe unaichukuliaje, kwa maana ni issue ambayo imeleta mjadala mkubwa kwenye mtandao wa kijamii. Watu wanajaribu kuongea kuhusu maadili ya dada zetu na vile mama zetu katika jamii, kwa maana ni video ambazo bado zinaendelea kukua shared kwenye mtandao wa kijamii. Sasa jamaa fulani kutoka maeneo ya Russia aliingia nchini Kenya kupiga mishi zake za hapa na pale, lakini lengo lake lilikuwa ni kuonyesha maovu ambayo yanafanyika katika jamii ya Wakenya. Sasa kuna video nyingi ambazo zimekuwa shared. Jamaa anaenda katika sehemu tofauti, ana approach mwanadada, anachukua namba zake za simu, alafu baadaye wana organize jinsi wanaweza kutana katika maeneo tofauti kama Airbnb, wanapiga mastori, wanafanya ngono, vitu kama hivyo, wanasherekea, alafu baadaye kila mtu anachukua msini zake na kusepa na kijiji. Sasa hii ni issue ambayo nimekuwa nikifuatilia kwa karibu zaidi na angalau nipate kujua hali halisi, kwa maana Wakenya wanatoa reaction zao kutokana na video hizi ambazo zimeendelea kusambazwa kwenye mtandao wa kijamii. Sasa jamaa huyu inaonekana tayari ameshatoka nchini Kenya, kwa maana niliona hata kuna video ambazo zilikuwa zinakuwa shared, ndio za watoto wa kike kutoka maeneo ya Ghana. Sasa inaonekana huyu jamaa ana uraibu wa kushare video za watoto wa kike katika maeneo tofauti. Aliingia nchini Kenya, maeneo ya Nairobi, Mombasa, aka-interact na a good number of ladies, ndio ambao make appointment, aliweka miadi nao na wakakutana katika maeneo tofauti. Sasa hivi ni vitu ambavyo watu wamekuwa wakiongelea kwenye jamii, and opinions are divided. Kuna wengine ambao wanasema kuwa jamaa huyu alikuwa amekosea pakubwa ile hali ya kushare video na vile mapicha ya wanadada ambao amelala nao, na wengine pia wanasema kuwa yuko tu sawa, kwa maana hao wanadada ambao walikuwa na huyu jamaa walikuwa wanajua ya kuwa jamaa alikuwa na rekodi, na vile jamaa pia aliwapa ruksa. Na unajua kuna video zingine ambapo unapata kama jamaa anamuuliza mtu uko na miaka mingapi, na watoto wa kike wanajibu, mwingine anasema 22, 23, 25, kitu kama hicho. Ni kama alikuwa anajaribu kujitoa katika ule mtego wa yeye kwa branded kama pedophile, ama mtu ambaye anavizia watoto wa kike wachanga ambao wako chini ya umri wa miaka 18. Sasa nimejaribu kufuatilia kwa karibu zaidi nipate kujua hali halisi na kwaje na zile opinion ambazo watu wako nazo, kwa maana kuna swali ambalo watu wanajiuliza, what lesson have you learned from this Russian guy? Yani umejifunza nini kutokana na jamaa huyu ambaye anaaminika ni raia wa Russia? Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama Jesse Abhishek, anasema it's just like how naweza toka Nairobi saa hii niingie Ushago and ateka wasichana wote huko. It apply with this when a foreigner enters your country, your lady sees you like nothing and goes for new face. Unajua watoto wa kike kutoka nchini Kenya na tuseme tu barani Afrika huwa wanapenda ngozi nyeupe. Wakiona mtu ambaye yuko na ngozi nyeupe mzungu hivi, wanajua huyo yuko na pesa, wanamuendea. Alafu Levis Saitawang anasema some Kenyan girls move with the assumption that every white guy is automatically rich and loaded. That mindset is shallow and outdated. Money has no color and poverty has no nationality. Judging someone's value based on race or passport is ignorance, not strategy. Alafu FP Kings anasema women sell to the highest bidder. Alafu Sahel mwingine anasema kuwa women are cheap, women has nothing to offer except sex. Hata wale huleta standard huku kina Aoko alikulwa kwa choo. Alafu Malon K anasema our women are cooked. Hangman 254 anasema that thing ain't yours, it is just your turn. Designer anasema I need to learn Russian language fast. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Eric Kabata anasema kinywero msipiganie huko nje, wanaume ukipata anakuliwa stock, we beba nguo na uende.
Alafu K Misiriwa anasema being desperate is a very bad thing. Huyu amesema ukweli, kwa maana ukijifanya ya kuwa uko desperate, people will actually take advantage of you. Alafu Neighborhood Watch anasema lesson, that girl you are holding is pretending to love you until she meets a mzungu. Big Mitch anasema talking stage isipite 10 minutes. Kwa maana huyu jamaa alikuwa anaenda kwa kila mwanadada, alafu yeye anaenda straight to the point, alafu anakuambia kile ambacho anachokitaka kutoka kwako. Follow me. Alafu wanadada wanamfuata. Onyi Cloud anasema local man will forever lose. Mental slavery bado iko kwa wingi. Modern day racism is enabled by black men and women. Standard weka kwa choo. Dr. David Ocheng anasema if your woman is on the list, get tested first then throw her out. Milaya that one. Sasa huyu jamaa pia anaweza kuwa anaeneza ugonjwa wa ukimwi ama ugonjwa wote wa zinaa, kwa maana wale wanadada ambao anatembea nao ama wale ambao walimtembelea kwa Airbnb, kuna idadi kubwa ya wale ambao walilala na yeye. Field Marshal anasema bro will boost tourism more than speed. Sasa kuna jamaa fulani kutoka Marekani ambaye anajulikana kama ISO Speed ambaye alikuja nchini Kenya kufanya mishe zake. Sasa huyu jamaa anasema kuwa huyu jamaa ambaye ni Mrussia ndio ataboost ama atapelekea idadi ya watalii ambao wanakuja nchini Kenya kuongezeka. Wata anasema the level of fearing women should increase. Yani inafaa mtu aendelee kuogopa wanawake zaidi. Warren Morgan anasema Kenyan women are cheap, primitive and naive. Alafu akaweka emoji ambaye ya mtu ambaye amecheka ndio. Gadhura akasema siri ni kutojua kizungu, kwa maana yule jamaa alikuwa anatumia tu kizungu cha kupachika pachika. Anasema hey, I don't understand English much. Do you know Russia? Do you know Russia? Alafu wanawake wanamfuata. Paul Mlima anasema men shouldn't care so much about their women. Amtuna anasema usicheze na Putni, alafu akaweka emoji mbili za kucheka. Melome anasema women are cheap. Women manipulate and set standard for broke and unattractive men. As a man, know your worth, value yourself, na usikue mjinga utafute pesa ama ugongewe. Alafu Msengiumwava anasema trust none, alafu akaweka emoji ya mtu ambaye ametapika. Akaendelea kusema hivi, how did he manage to blind all this next generation to put them in his phone? Kwa maana jamaa inaaminika kuwa alikuwa anatumia kamera fiche. Alikuwa amevalia macho 4 hivi na ni macho 4 ambayo iko na kamera fiche. Alafu Catalyst anasema you go straight to the point, no beating around the bush. Common terms to use, how are you doing? I'm from Russia, you look good, come with me. Alikuwa anaongea hivyo na wanawake wanamfuata. Sengero anasema African women either rich or poor do succumb to white people. Cassandra anasema never trust every man. Mr. James anasema 1, the standard that women set for men fake. Number 2 anasema women are cheap as fuck, not all though. 3 anasema femicide will not end if women don't take better of themselves. Security starts with you. Alafu 4 anasema a lady can walk in high heels at night on dusty road just to give it to you for free. Standpoint anasema some girls can be loose and tend to engage in prostitution. Sasa kuna wengi ambao wanadondosha comment zao kuhusu jamaa huyu ambaye ni raia wa Russia ama Russia ndio ambaye aliingia nchini Kenya na kufanya 1, 2, 3. Inaonekana kuwa jamaa huyu was on what we call photo taking and video taking spree kwa wanawake, kwa maana wanawake ambao anawachukua, kuna wale ambao unapata kama mtu yuko na mtoto, jamaa amemteka, mtu ameoleka. Kuna mwanadada hata ameenda katika sehemu husika na gari lake ndio, na inasemekana kuwa huyu mwanadada waajiri watu kwenye mtandao wa Twitter, ambapo ukiweka tu video yake na inaonyesha namba plate ya gari lake unapigwa tofali na wahusika wakuu pale kwenye Twitter ama X, kitambo alikuwa anaita X. Sasa sijui wewe unafikiriaje kuhusu hii issue nzima, kwa maana kuna wengi ambao wanasema kuwa the guy should be arrested, but I don't think kama huyu jamaa bado yuko nchini Kenya. Huyo ni kama ameshaenda, yuko around. Niliona posti fulani hapa ilikuwa imeandikwa na Robert Alai
Yes, Alai alikuwa anasema kuwa the guy should be arrested. Unajua mtu kama huyo anaweza fanya vitu kama hivyo na haimaanishi kuwa bado yuko around. Huyo ameshaepa na kwenda zake. Yes, kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika ndio nyuma pazia. Alafu Robert Alai ndiye amesema police should arrest the Russian as soon as possible. That's abusive and racist behavior. We shouldn't be cheered by anyone. The Russian should have been in custody as earlier as yesterday. Sasa yeye anaongea hivi na ajui jamaa maybe ameshaenda zake. Kuna wengi ambao wamemjibu Alai hapa. Gitungati Arsenal anasema question, then do the guy, was he ever arrested? Did you file complaint Mr. Hippo? Masharia Baril anasema not really. You need to understand the deeper problem here. It's mental issue with women and they imagine the idea trustworthy lovers artists have been presented to them through media and art. We have not a country built art that showcase teachers and glorify our values. Instead we cheap import art that brainwash our women and children, make them cheap too. People underestimate the power of art in molding the brain, believes and aspires as ideas. When your brain is presented with what it believes to be the idea form, it loosens up and readily accepts. Alafu Tranquility nasema hata afadhali yeye mlami we ulitekwa na msee wa ndudhi. Joe anasema you are lucky he didn't visit Kileleshwa. Huyo wako ange upgrade from Spyro to Medvedik. Liberal Minds anasema it's pure hypocrisy to go after a random foreigner while you are the loudest defender of the cartel that stripped our resources. You are hunting scapegoat while protecting the real criminals who made life hard for the rest of us. Fala sana. Exelo anasema always ask for permission before taking photographs of local people. This a must in every traveler in a foreign land. The ladies gave him no consent to record. Their actions are very cheap and desperate. Yes, they did not consent to record. He has a case to answer. Sasa sijui wanasheria ambao wako kwa yenye channel sijui itakuaje. Does the guy has a case to answer? Itakuaje hiyo issue nzima, kwa maana kuna picha na video nyingi ambazo bado zitakuwa shared kwenye mtandao wa kijamii na watu wanajaribu kujiuliza maswali mengi. Jamaa alienda hadi kwenye kanisa akamteka Asha, ndio akaenda na yeye anaongea na wanadada ambao wametoka kupiga mishe zao. Kuna wengine ambao wako na watoto pia wana accept jamaa huyu, wanaenda naye kwenye Airbnb, wanapigana mautu, story naishi hapo. Kwa hiyo nimejaribu kudadavua mengi na angalau nipate kujua hali halisi hii issue nzima ya huyu jamaa ambaye ni raia wa Russia. Inakuaje ile hali ya yeye kuwachukua ama kuwachota, wanatumia lugha mtaa wanasema kuwachota madem zetu alafu kuenda nao. Kwa hiyo utaniambia unajisije kutokana na hali hii kwa ujumla na zile hatua za kisheria ambazo zinafaa zichukuliwe dhidi ya jamaa huyu ambaye anaaminika ni raia wa Russia.